Zaidi ya raia 400 wameuawa tangu kundi la M23 lilipoanzisha mashambulizi yake katika jimbo la Kivu Mashariki mwa Kongo. Hii ni TriGen Media. Mafanikio ya hivi karibuni ya M23 katika eneo hilo lenye utajiri wa madini yanajiri ikiwa ni takriban juma moja tu baada ya Rais wa Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame kukutana na Rais Donald Trump huko Washington na kuthibitisha kutekeleza makubaliano ya amani yaliyoratibiwa na Marekani. M23 haikushiriki katika mazungumzo hayo yaliyosimamiwa na Rais Donald Trump. Baadhi ya wachambuzi tangu awali walielezea kutoshirikishwa kwa M23 kama dosari. Hata hivyo, kundi la M23 limekuwa likishiriki katika duru tofauti zilizotangulia za mazungumzo na serikali ya Kongo yaliyoandaliwa na Qatar. Mashuhuda wameripoti milio ya risasi kusikika karibu na mji wa Uvira baada ya siku ya Jumatano hivyo kubaki ndani kwa siku nzima wakihofia mapigano. Kundi la M23 limesema limechukua udhibiti wa jiji la kimkakati la Uvira mashariki mwa Kongo siku ya Jumatano kufuatia mashambulizi ya haraka tangu mwanzo mwa mwezi huu. Hatua ya waasi wa kundi la M23 kuutwaa mji muhimu wa Uvira ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatajwa kutishia juhudi za Marekani za mazungumzo ya amani kati ya DRC na Rwanda. Serikali ya Kongo iliitaka jumuiya ya kimataifa ichukue hatua za haraka ili kuhakikisha utekelezwaji wa makubaliano hayo, ikisema kwamba uchokozi wa Rwanda ulikuwa unahatarisha makubaliano hayo. Serikali ya Kongo, Marekani na wataalamu wa Umoja Mataifa wanamtuhumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi hili la waasi ambalo limeendelea na mashambulizi yake mashariki mwa Kongo licha kuwepo kwa makubaliano ya amani yaliyoratibiwa na Marekani. Rwanda imekanusha madai ya kuunga mkono kundi la M23, lakini imekiri kuwa mwaka jana kulikuwa na kikosi maalum mashariki mwa Kongo kwa madai ya kulinda usalama wake. Wataalamu wa Umoja Mataifa wanakadiria kuwa kuna hadi vikosi 4,000 vya Rwanda nchini Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Burundi Eduardo Bizimana, katika mahojiano na vyombo vya habari vya serikali ya Ufaransa, alimhimiza Marekani kumshinikiza Rais wa Rwanda Paul Kagame kuhakikisha utekelezaji wa makubaliano yaliyosainiwa nchini Marekani. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amesema amehuzunishwa na mapigano hayo na vurugu dhidi ya raia. Wizara ya mambo ya nje ya Rwanda imelaumu vikosi vya kijeshi vya Kongo kwa ukiukwaji wa mapatano ya kusitisha mapigano. Waziri wa mambo ya nje wa Kongo Teresa Kayikwamba aliambia Reuters wiki hii kwamba Marekani inapaswa kuzingatia kuongeza vikwazo dhidi ya watu binafsi nchini Rwanda na jeshi. Rwanda hata hivyo inakanusha kuunga mkono M23 na imewalaumu wanajeshi wa Kongo na Burundi kwa mapigano mapya. Kundi la M23 haikushiriki katika mazungumzo yaliyosimamiwa na Washington na imekuwa ikishiriki katika duru tofauti za mazungumzo na serikali ya Kongo. Mchambuzi kutoka taasisi ya uchumi ya Oxford, Javin Naido, amesema kuanguka kwa mji wa Uvira kunaashiria wazi kwamba amani ya kudumu katika eneo lililoharibiwa na migogoro kwa miongo kadhaa haitapatikana hivi karibuni. Hii ni TriGen Media.